Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sekeseke kanisa la Gwajima halijapoa. Dar es Salaam, mambo bado hayajapoa wakati waumini 84 kati ya 86 waliokamatwa katika kanisa la Ufufuo na Uzima wakiwachiwa huru na polisi, taasisi na watu mbalimbali wameendelea kujitokeza kupinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya kufuta kanisa hilo linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Ndugu, katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni James Mbatia pamoja na mzee wa upako. James Mbatia anasema Gwajima si askofu pekee, ni mbunge na mjumbe wa NEC ya CCM. Hivyo hekima inahitajika kutatua mambo magumu kama yale, kwani mambo mengine yanavuka mipaka ya Gwajima na kuibua mambo zaidi. Mzee wa upako nukuu yake yanasema, sitetei mambo ya Gwajima, yeye anajuana na CCM na wenzake huko, lakini kufunga kanisa si jambo zuri. Unafunga kanisa halafu watoto wakasali wapi Jumapili? Wewe shughulika na mzee wa upako, nyie endeleeni kusali, lakini mzee wa upako tuna mazungumzo naye. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Sheikh Ponda agoleza moto ubunge da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Samia apiga dongo kiaina, agusia malezi kwa watoto, habari katika ukurasa wa 3. Mradi mpya kupunguza bei ya gesi ya kupikia, habari katika ukurasa wa 18. Bilioni 270 gharama za uwekezaji kwenye mradi huo unaojengwa mkoani Tanga. Ujenzi ulizinduliwa jana na waziri wa nishati Dr. Biteko. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika kibano kipya, wapigaji mali za umma wapanga dili, habari katika ukurasa wa 2. Biashara kicheko kwa wanahisa NMB wakivuna gawio la bilioni 214, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Ijumaa leo.